Kwa majina naitwa Rachel Simba, ninatokea Newland TPC. Safari yangu ya ujauzito ilianza mwaka jana mwezi wa 9, ambapo nilipitia changamoto sana. Wakati nina ujauzito wa miezi miwili kama na nusu hivi, niliwekwa bed rest kwa sababu ya changamoto nilizokuwa napitia. Lakini kwa wakati huo sikufahamu kwamba nina mapacha. Na kila nilikuwa nikijaribu kuongea na madaktari kwa ajili ya kufanyiwa ultrasound, walikuwa wananiambia nisubiri kidogo. Kwa hiyo nilikuja kugundua kwamba nina ujauzito wa mapacha nikiwa tayari na miezi 6. Na katika miezi 6 hiyo niliambiwa nina mapacha 3. Kwa hiyo nikawa nimeendelea na kliniki na mahudhurio ya kliniki ya kila mwezi. Lakini siku ya Jumatano nilipokuja kliniki niliumwa na uchungu wakati nimekuja kliniki na sikuwa nimefikia. Kwa hiyo ilibidi nipelekwe theater kwa dharura, nikaenda kufanyiwa upasuaji. Wakati nafanyiwa upasuaji ndo inagundulika kwamba watoto mapacha ni 4 na sio 3. Kwa hiyo namshukuru Mungu, upasuaji ulifanyika vizuri. Watoto wakatoka salama, mimi pia nikatoka salama. Namshukuru Mungu sana kwa hilo. Jumla nina watoto 5. Uzao wa kwanza nilijifungua mtoto mmoja wa kiume, na uzao wa pili mapacha nimejifungua 4. Mmoja akiwa ni wa kiume, 3 wakiwa ni wa kike. Moto ni kwamba kutokana na ukubwa wa tumbo nilokuwa nimebeba, nilikuwa siwezi kufanya chochote. Yaani nilikuwa ni wa kusaidiwa kila kitu kwa sababu tumbo lilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo sikuwa naweza kukaa, na nikikaa mpaka ninyanyuliwe. Sikuwa naweza kusimama, kutembea nilikuwa nashindwa. Changamoto kama hizo. Kwa kuja kliniki niliamka tu asubuhi, nikajiandaa kuja kliniki. Wakati nimefika kliniki, baada ya kwenda kuonana na daktari akasema natakiwa mapumziko, siwezi kurudi nyumbani. Lakini katika mapumziko yale sasa imefika saa 7, chupa ikawa imepasuka, nikaanza kuumwa na uchungu. Sikuwa nimefikia. Nilikuja tu na bajaji. Kwa hiyo nakuja kliniki na pochi yangu. Nimefika hapa, niko sawa tu na ni mzima, sina dalili ya kujifungua. Lakini baada ya daktari kuniambia natakiwa nipumzike kwanza waniangalie, basi ile saa 7 ndo nikapatwa na uchungu. Langu kwa jamii na serikali ni kwamba kutokana na gharama zilizopo za hospitali wa watoto, kwa sababu wale watoto nimejifungua hawajafikia. Kwa hiyo kuna gharama, kuna kuwalipia kitanda, kuna kuwalipia oksijeni, kuna kuwalipia dawa za kukomaza mapafu, kuna kuwalipia yani gharama ni nyingi, kuna kuwalipia x-ray, mbali na mimi binafsi. Kwa sababu mimi bili yangu ni tofauti na kila mtoto ni tofauti. Kwa hiyo gharama ni kubwa sana. Kwa hiyo nilichokuwa nakiomba mimi ni Watanzania, ndugu, jamaa na marafiki kunishika mkono, at least kusupport ile bili. Dr. Gideon Edward Kategugwa ni daktari wa magonjwa ya kina mama na uzazi katika hospitali ya kanda ya KCMC. Kwa kawaida kwa uzazi, mama mbegu moja ikikutana na yai moja, kwa kawaida inatakiwa itoe mtoto mmoja. Lakini kuna wakati ambapo katika ugawanyaji wa mtoto, kwa sababu kuna aina 2 za mapacha. Kuna mapacha ambao wanatungwa kwa uchavushaji wa mbegu 2, na kuna mapacha wanaotungwa kwa uchavushaji wa mayai 2 pamoja na mbegu 2. Lakini ikitokea kwamba ujauzito umechavushwa kwa yai moja na mbegu moja, mara nyingi changamoto inakuwa wakati mtoto anajigawanya, ndipo watoto wa mapacha wanaweza wakatokea. Kwa ule ugawanyaji wa mtoto kwa kipindi cha awali cha ujauzito unaweza kusababisha mapacha ya watoto 2 au na zaidi. Lakini mara nyingi tunaona mapacha wa zaidi inawezekana ni mbegu 2 zinachavusha mayai 2 tofauti. Na pia inawezekana katika ujauzito wa huyu mama inawezekana ni njia hiyo. Naitwa Cecilia Jonathan, muuguzi idara ya kina mama, hospitali ya kanda ya kaskazini KCMC. Niko wodi ya kina mama. Nilimpokea Rachel Simba siku ya tarehe 22 mwezi wa 4
akiwa analazwa wodini kwetu, akiwa ameshagundulika kama ana mapacha, zaidi ya mapacha wawili. Katika kumpokea niligundua mama kwamba ana maumivu makali, kwamba alikuwa ameshaanza uchungu. Wakati nimempokea nilimpima mama njia, nikagundua kwamba njia yake imefunguka sentimita 3. Nikawasiliana na daktari aliyokuwa yuko zamu. Kwa sababu kawaida kwa mama ambaye ana mapacha zaidi ya wawili, kwa hospitali yetu hii ya kanda huwa wanazalishwa kwa hali ya operation. Kwa hiyo tukamwandaa, katika kumwandaa akaenda kufanywa upasuaji, ikagundulika kwamba ana mapacha